imedeserve kwa Alan Okello. Nakumbuka tulikuwa na mjadala mrefu sana hapa kwenye bao la asubuhi na nikasema kwangu ningempa zaidi Alan Okello. Hata jana pia niliongea hivyo kwamba naamini Alan Okello alistahili kupata hiyo tuzo, haijaja kwa bahati mbaya. Nafikiri amekuwa na outstanding performance miongoni mwa miezi ambayo Alan Okello amefanya vizuri zaidi tangu alipokuja nchini, kwa maana ya kuanza kucheza kwenye ligi kuu ya Tanzania bara, basi ni mwezi Mei. Alifanya vizuri sana. Kuna time ambayo alikuwa na step up individually kwenda kuamua baadhi ya michezo, lakini kuna time ambayo alikuwa anahusika zaidi kwenye kutengeneza nafasi za mabao, lakini kuna time ambayo yeye mwenyewe individually alikuwa anakuonesha na kitu cha tofauti. Ndio maana ushangai kuona ameshinda tuzo za michezo mfululizo, lakini angalia namna ambavyo amekuwa ni mchezaji ambaye anahusika kwenye mabao. Kwangu alikuwa jambo la kushangaza. Aliingia kwenye nomination na Faisal Salum pamoja na Cletus Chama ambao pia walikuwa na mwezi bora, lakini kwangu huu mwezi wa 5 ulikuwa ni mwezi wa Alan Okello. Yani ulikuwa ni mwezi ambao hakuna namna ambayo kwa numbers alizoziandikisha, mabao 9, assist 1, ilikuwa ni marvelous. Yani ni kitu ambacho sio cha kawaida kwa mchezaji kuandikisha mabao 9 ndani ya mwezi mmoja na kutoa assist 1, kuhusika kwenye mabao 10. Hii ilikuwa inaonyesha tosha kwamba Alan Okello alikuwa kwenye kiwango bora. Nafikiri alikuwa dhidi ya Cletus Chama pia ambaye alikuwa na kiwango kizuri sana. Alifunga almost mabao 5 na assist 4. Alikuwa ni mchezaji ambaye pia amehusika kwenye mabao mengi, lakini outstanding performance ya Okello itabaki pale pale. Watu wanaweza kuja na hoja pengine ya kwamba Young Africans walipoteza mchezo kwenye mwezi wa 5 dhidi ya Dodoma Jiji, lakini ukiangalia kwenye mchezo ambao walipoteza, Alan Okello alifunga mabao 2 na alikuwa ndiye mchezaji ambaye alikuwa ni starman wa Young Africans. Kama ule mchezo wa Young Africans wangekuwa clinical enough kwa nafasi alizotengeneza kwa mtu kama Prince Dube pamoja na Maxim pia Nzengeli, pengine Young Africans wangeondoka na alama 3 kwenye ule mchezo. Lakini angalia namna ambavyo yeye alihusika kwenye mabao yote, alitengeneza nafasi nyingi za wazi ambazo zilishindwa kutumika. Alikuwa ni mchezaji ambaye ni effective zaidi kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo for me sioni kama kuna sehemu ambapo bodi wameteleza kumchagua Alan Okello kuwa mchezaji bora. Ninaheshimu kile ambacho amekifanya Cletus Chama, kile ambacho amekifanya Faisal Salum, lakini kama huu mwezi ungetakiwa kubadilishwa jina, basi ulitakiwa kuitwa mwezi wa Alan Okello. Sawa, ulistahili kuitwa mwezi wa Alan Okello. Kwa Steve Barker haikuwa na hiyo, haina shaka, haina doubt sana. Labda Fred Felix Minziro ingeza katiza hapo, manake kuipambana kwa ajili ya timu ile sio masiara. Si masiara kabisa. Na ukiangalia msimamo jinsi ulivyokuwa umeinama kwa upande wao kwenye mwezi wa 5 na namna walivyopambana. Na unajua wameshinda mechi ambazo, yani alama ambazo wamezikusanya kwenye michezo migumu. Angalia namna ambavyo walicheza kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuel dhidi ya JKT. Ulikuwa unaiona Fountain ambayo ilikuwa ni tofauti kabisa. Walianza kufunga mabao 2 lakini waka lose concentration, yakaja yakasawazishwa yote, na hiyo ndio siku ambayo Popita Kasunda anakuja kufunga ile bao la acrobatic. Lakini angalia namna ambavyo walikuja kupata ushindi kwenye mchezo wa mwisho dhidi ya TRA. Unaona kuna namna ambavyo mwalimu ameitengeneza Fountain Gate ambayo ni hatari, wenye namna ambavyo inaweza kwenda kutumia nafasi. Wana press, lakini wakikaa kwenye mid block wakapora mpira, wapo chap sana kwenye kwenda kushambulia. Amewapa room wachezaji wengi ambao walikuwa ni kama wanajisikia wapo inferior. Sasa hivi tunaona wanaonesha kitu cha tofauti kwa sababu wamepewa uhuru wa kuonesha kile walichokuepo nacho. Hawa kina Henry David, ndo hawa kina Isa Abushiri, hawa kina Ismail Aziz Kada, wanaonesha ni kwa namna gani ni wachezaji ambao wana vipawa vikubwa, walihitaji tu kuaminiwa na kuonesha nini walichokuwa nacho. Kwa hiyo Fred Felix Minziro amefaulu pia kwenye man management, kwa maana ya kujua kummanage mchezaji mmoja kumrudisha kwenye ubora aliokuwa nao, pamoja na kwamba kwenye eneo la midfield kuna namna ambavyo walikuwa na wakosa wachezaji ambao walikuwa wanapacha. Shomari Mponzi ni mchezaji ambaye amekuwa regular sana, lakini alikuwa anacheza na Daniel Joram ambao ilikuwa ni double pivot ambayo ilikuwa inafanya kazi kwa pamoja. Lakini baada ya kumkosa Daniel Joram ambaye I think ana majeraha, maana yake unatakiwa kuwa na plan B ya nini ambacho unaenda kukifanya, kwa sababu hawa walikuwa wanacheza pamoja na wamecheza pamoja kwa muda mrefu, walikuwa wanahusika kwenye matukio mengi. Lakini nini ambacho unakifanya? Amekuja na 4-5-1 ambayo ina
4-1-4-1 kwa maana ya kwamba na kiungo mmoja wa chini na viungo wanne wa ushambuliaji. Kwa hiyo hii imekuwa inamsaidia zaidi kwenye namna ambavyo anaweza kusekiwa matokeo, lakini amerudisha viwango vya baadhi ya wachezaji. Michezo miwili iliyopita ukimuona Derrick Mukombozi unaweza kusema huyu ni top class defender kwa namna ambavyo amekuwa anahusika kwenye matukio mengi, yeye pamoja na Shaban Pandu Brown. Kwa hiyo for me pamoja na kwamba alifanya vizuri Freddy Felix Minziro na timu yake ya Fountain Gate, lakini klasi ya Steve Barker na namna ambavyo ameiongoza Simba ndani ya mwezi Mei ni kitu kingine. Sawa, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda anazidi kupoteza. Nafikiri kwa Pamba Jiji ni tabia ya vilabu vya daraja la kati. Yaani imekuwa ni ngumu sana klabu ambayo ni ya daraja la kati kuwa na uwezo wa kuwa na consistency ya muda mrefu. Yaani kuna timu inaweza kuanza vizuri msimu ukahisi labda msimu huu wanaweza kwenda kufanya vizuri kutokana na namna ambavyo wameinvest kuanzia kwenye benchi la ufundi, aina ya wachezaji ambao wamewasajili, lakini namna ambavyo wanaiendea michezo, uhusiano mzuri baina ya uongozi na kile ambacho kinafanyika uwanjani, kwa maana ya ile timu kwa ujumla inaweza kwenda kuonesha kwenye zile siku za mwanzo za msimu kwamba hawa wapo serious. Lakini namna ambavyo ligi inazidi kwenda ndo unaenda kugundua kwamba kuna tofauti mkubwa kati ya hizi timu ambazo ni Giants na hizi timu za madaraja ya kati. Utofauti wake ni kwenye consistency. Yani kuna namna ambavyo Pamba Jiji walifika hatua tukao tunasema yes, hawa sasa ndio Pamba Jiji. Namna ambavyo Mwalimu Francis Baraza alikuwa na timu yake, namna ambavyo alikuwa anaamini kwenye mbinu zake. Mwalimu ambaye alikuwa anaamini kucheza na walinzi watatu, kwa maana ya walinzi watatu wa kati akiwa na mlinzi wa kati pamoja na walinzi wawili wa pembeni ambao ni left sided na right sided wanaocheza, lakini akiwa na wing backs. Mara nyingi ilikuwa inamlipa sana. Ni mwalimu ambaye hata kwenye interviews zake kadhaa alikuwa anasema ni ngumu kuimplement mbinu ya namna ile, lakini kuna namna ambavyo yeye alikuwa anaamini kwamba kwenye ligi zetu hizi za East Africa imekuwa changamoto, lakini yeye alikuja na kitu cha tofauti na tuliona anatuonesha. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda tunaona Pamba Jiji ni kama wana lose concentration, ni kama tayari walishamaliza ligi. Yani ukiwaangalia namna ambavyo wanacheza, hata ile hatari, yale meno waliokuwa nayo wakiwa wanacheza kwenye uwanja wao wa nyumbani, uwanja wa CCM Kirumba, imekuwa ni tofauti namna ambavyo wanacheza nowadays. Kuna baadhi ya wachezaji viwango vyao sio vile tena ambavyo walikuwa wanaonesha. Kuna mtu kama Ibrahim Abraham, moja kati ya fullbacks ambao walikuwa wanafanya kazi kubwa sana tangu msimu ulivyoanza na namna ambavyo msimu ulikuwa unaendelea kwenda, lakini angalia namna ambavyo amekuwa hapatikani kwa muda mrefu. Lakini angalia namna ambavyo amekuwa akiwa switch this time around kina Kenneth Kunambi, namna ambavyo kuna Hassan Kibairo. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri, lakini hivi karibuni kuna namna ambavyo wamedrop kiwango, na hii ni moja kati ya sifa ya timu za madaraja ya kati, kwa sababu kuna namna ambavyo ile extra pressure ambayo inatoka nje wanaikosa as a team. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wana relax, na unapo relax manake kuna mtu ambaye wakati huo ndo ana pull up socks zake kuangalia namna ambavyo anaweza kukimbia naye kujitoa kule ambako alianza vibaya msimu, aje kwenye race ambayo wewe ulianza nayo. Sasa wakati ambao wewe haupo, haujatengamaa, maana yake ndo muda ambao hao wengine wanatumia hiyo advantage. Angalia Coast, tumetoka kuangalia hapa, hawakuanza vizuri msimu, lakini angalia unapokutana nao muda huu, unapopata tabu kwenda kupata ushindi dhidi yao, kwa sababu nao hawakuanza vizuri msimu, wamekuja kujipata hapa mwishoni. Sasa hiyo ni changamoto ambayo nafikiri kwa timu nyingi za madaraja ya kati imekuwa kwa upande wao ni changamoto. Angalia msimu uliopita Fountain Gate walianza vizuri sana. Yaani ilikuwa ni moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri sana. Ikafika hatua mpaka kina Selemani Mwalimu, hawa kina Edgar William, ikawa ni moja kati ya safu bora sana ya ushambuliaji. Lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, tunaona wanarudi chini. Waliporudi chini kabisa, wameenda kucheza mpaka playoff, wakitoka kuwa moja kati ya timu ambayo ilikuwa hatari. Kwa hiyo hizi timu ndogo zimekuwa haziwezi kuwa na muendelezo kwa sababu pengine zinakosa pressure ya moja kwa moja, lakini pia kuna namna ambavyo kuna kubweteka kwenye aina ya matokeo, pengine wanakuwa exposed nayo sana, yani wanakuwa excited kiasi kwamba
kama tupo nafasi ya 6 sisi ni Pamba Jiji, maana yake kuna namna ambavyo tumepiga hatua kubwa msimu huu. Ilifikia mpaka hatua Singida Black Stars, msemaji wao anasema yani ilikuwa ni almost ni mwanzo wa msimu baada ya kuchukua kombe la Kagame kwa maana ya Sekafa, wakaishia hatua ya makundi. Msemaji wao aliwahi kunukuliwa akisema sisi ni kama tumemaliza kila kitu, yani ni mwanzo wa msimu lakini ni kama tayari walishatimiza malengo yao. Kwa hiyo unaona kuna aina ya malengo ambayo hizi timu za kawaida huwa zinajiwekea, ambayo ni malengo madogo hata kwao. Pengine Pamba Jiji tunaweza tukasema wamedrop, lakini kwa nafasi waliokuwepo wao wanaweza wakawa wanashangaa, yani tumedrop na tupo nafasi ya 7, nafasi ya 8, tumedrop vipi? Lakini angalia namna ambavyo wote hapa tunajiuliza Pamba Jiji kile ambacho walikuwa wanakifanya kwenye duru la kwanza na hiki ambacho wanakifanya this time around ni kitu cha tofauti. Kwa hiyo hii ni moja kati ya sifa ambayo nahisi kwa hizi timu ndogo inazikumba sana. Consistency ndio kitu ambacho kimekuwa kinakosekana. Sawa, consistency ndio ambayo imekuwa ni changamoto. Nitajaribu kumcheki hapa Masau Kuligabwire